Sheria yetu hairuhusu hivi vitu. Sawa ndugu zangu? Sheria hairuhusu, lakini hata nyinyi wananchi mtimize wajibu wenu pamoja na kutii sheria bila shuruti. Hakuna umuhimu wa kukaa unafukuzwa kama mbwa. Bali niwaombe kila mtu akatende haki, wananchi wasimame kwenye haki na huyu naye akasimame kwenye haki. Mgambo ambao tayari walishatengenezwa. Niwatake hao mgambo kuanzia leo sasa hivi. Sitaki kusikia mtu yoyote amezalishwa, amepigwa. Utaratibu upo wa kisheria upo. Huu mtaa umekuwa na changamoto nyingi, maneno mengi. Sasa niwatake wote wenye midomo mirefu waikate kabla sijaanza kuja kuikata. Kwamba kwa sababu hakuna sheria inayotuelekeza au inayemwelekeza mwenyekiti kuchapa kumdhalilisha mwanamke. Yaani uzalishaji, kuvuliwa nguo, wanawake kupigwa, kuingilia pesa hatuhitaji. Yaani mtu anatakiwa aelekezwe tu kwa upole, mtu aambiwe kwamba tunaishi hivi, tunatakiwa tuishi. Lakini sasa swala la kutoza mtu amekuja kwenye kisiwa chako kuingia kisa mwanamke mpaka atoe hela, hiyo kwa kweli imenisikitisha sana. Ila kwa sababu siku zinaenda tutakuja tulimalize tu hili nalo. Si labda ni kugawa ngono tu sasa, kwa sababu kama hatapata hela hatafanyaje? Badala yake si ndio hicho. Na hilo ni jambo baya sana katika utumishi wa wananchi, ni jambo baya sana. Ila kwa sababu ni kila mtu na maono yake, yeye labda alishaona hivyo, lakini sio utaratibu mzuri kabisa ambao nimeiona inahitaji utatuzi wa haraka. Ni mwenyekiti kutokusoma mapato na matumizi, ni mwenyekiti kutokuitisha mikutano ya hadhara kuongea na wananchi. Hiyo ni kero kubwa sana, kwa sababu uongozi ni wa wananchi, sio wa kwake binafsi. Kwa hiyo hili lazima nije nirudi haraka kusudi nije niongee naye tuone tunafanyaje. Itakuwa sio vizuri watu kama 5 7 wanamlalamikia yeye tu. Kwa mheshimiwa, kwa kuwa na wewe umeshazungumza, najua hizi kauli na haya malalamiko utayafanyia kazi. Alipokuja naibu waziri yaliangaliwa mabango, lakini kwa sababu ya aibu wakazulumu watu mabango, wapo wanakuja kutoa kero zao kwa viongozi wao. Na ndio maana ndugu zangu niwaambie, watu wanatutengenezea chuki, kwa sababu mtu unapokuja kutoa kero, sawa, maana yake una nyongo, uitoe nyongo ili upone. Niache kufanya kazi mpaka sasa hivi na huo mradi, na mimi nilienda kukopa fika ili nijikizi pamoja na familia yangu. Nikamwambia unaponizuia hivi, na mimi na watoto ninasomesha, humu sina shamba wala sina migomba ya ndizi kwamba itanisaidia. Akaniambia wanao si husikiani nao wala hawanisaidii, na usiniambie habari za watoto. Kwa ujumla mpaka sasa hivi mimi sifanyi kazi maeneo yangu ambayo nilikuwa nikifanya kazi. Kwa ujumla tangu aingie madarakani 2025, faini niliyoitoa ofisini kwake jumla ni 800,000 na 50,000. Peleka nyumbani kwetu. Basi kwa usalama wa kujikinga. Lakini nilijibiwa hivi, kuandikisha jina hadi utoe 30 au shilingi 5,000 kama hauna biashara yoyote. Nikashangaa sana, sio wa kwanza kutembelea kisiwa hiki. Nimekaa Ghana katika visiwa, Burundi, Zinga, Siza. Sijawahi kuandikisha jina langu kwa hela. Nilijaribu kukera na kujiuliza. Kupita kiasi. Tuna walimu wa kujitolea. Ninaomba diwani utuletee walimu wa kuajiriwa na serikali. Watoto wetu tusipolipa hela ya kujitolea 1,000, watoto wetu wanafukuzwa shuleni na vipigo juu. Mtendaji, diwani, ninakuomba ushughulikie hili. Yangu ni hayo. Kero yangu nyingine, mwenyekiti alidiriki kutufanyia pigisu kwa mwenyekiti wa BMU na kuweza kumuondoa madarakani pasipo sababu. Ina maana tukikosa hela, hata ukilalamika sina hela, nina watoto, nina changamoto, anakuambia na mimi mambo ya watoto usinieleze. Sitaki kabisa habari za watoto, ninachotaka nipe hela na usifanye kazi. Unaacha kufanya kazi, ajili umekoswa faini. Ila kwa sasa hivi nimezuiliwa kabisa nisifanye kazi. Na habari ya hapo ukishaongea unakuja kukuta hata mradi wako
haupo sehemu ninayofanyia kazi, mtumbwi haupo. Changamoto hizo ninazo na ninapambana nazo. Mwenyekiti anatunyanyasa, yuko kimasirai zaidi, anatishia watu wengi na kuwachania nguo. Ina maana anawatongoza, akiwatongoza akimkataa anawachania nguo au anawapeleka ofisini, anaanza kuwachapa.